You are welcome to Wonders Worship Center. Stay blessed as you watch. Shalom. You are omnipotent, all powerful. John chapter 1. Mko pale John chapter 1. Nitaanza kusoma kwa Kisungu, lakini ujumbe wangu utatoka katika kitabu cha Luka. Ili kupeana usito, wacha tusome John. Usito kwa ujumbe, nataka tusome John chapter 1. Nitaanzia mstari wa kwanza hadi 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through him. Verse 3. And all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Underline verse 3. All things were made through him. Amen. Twende Luka. Luka chapter 5. Hapo ndio ujumbe wangu utatoka. Ninyi Mungu amekusudia siku ya leo tuweze kupata. Luka chapter 5. Kuanzia mstari wa kwanza hadi 5. Chapter 5 from verse 1 to 5. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, and saw two brothers, just verse 2, and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Verse 3. Then he got into one of the boats, which was of Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Verse 4. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out at the deep and let down your nets for a catch. Ni habari ya Yesu Kristo. Alikuwa ndipo anaanza umishonari. Hata ndipo alikuwa sasa hapa ndipo alianza kuchukua wanafunzi wake. Amen. Yesu akapata wafifi wamefua. Alikuwa anatembea tu kando ya bahari. Wafifi wakawa wamefanya kazi yao usiku. Sana sana wafifi wanafua usiku. Wakawa wamefanya kazi yao, wamechoka. Give up. Wamesema wacha ipotelee mbali, leo tumetoka bure. Leo hata familia zetu hasitakula. Leo kama kuna mkanda sitalipa. Leo kama kuna loan sitalipa. Maana nimetoka bure. Lakini atukuzwe huyu Yesu. Alipowatembelea, akaona poti ya yule Petro. Akamuita akasema isongeshe kidogo. Akakaa kwa hiyo poti. Akahubiri injili, akatangaza injili, watu wakaokoka, watu wakakubali ya kwamba Mungu yupo. Baadaye alimuita huyu mfupi Petro, akamwambia Petro, njoo chukua hii boti sasa isongeshe deep sea. Amen. Katikati ya maji mengi, alafu nyosha nyavu zako ndani. Petro kama mwanadamu akamwambia, Rabbi, Master, sisi usiku wote tumeenda, hata hapo penye unasema deep sea tumeenda, lakini hatujapata chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwanadamu Petro akamjibu, lakini akasema, Petro alipata ufunuo, akasema kwa neno lako ndipo nimeelekeza pale John. In the beginning was the Word, and by this word it created. Everything was made. Akasema kwa jina lako Yesu, kwa vile umesema wewe Yesu kwa neno lako, I'm going by your word. Lakini kwa
tulishindwa. Kwa ujuzi wangu tulishindwa. Kwa vile tumefanya usiku wote kutembea kwa hii maji tumeshindwa. Lakini kwa sababu ya hili neno ambalo linaumba, kwa hili neno ambalo linaleta mabadiliko, ambalo ananiambia niende niweke, nitaenda Yesu. Na alipoenda kweli walipata samaki wengi. Hata wakaita wenzao, njoni mtusaidie, nyavu zetu zimetushinda kutoa ndani ya maji, samaki wengi wamejaa. Asubuhi ya leo mpendwa, kuna mahali ambapo umepitia, unaona ya kwamba sasa mimi nimeshindwa, biashara yangu nimeshindwa, korona imekuwa uzito, lakini kwa jina la Yesu Kristo, kwa neno la Mungu linaumba upya, anasema I will restore whatever that hizo nzige zilikula, madumadu zilikula, nitarekesha. Mungu anarekesha. Amini hili neno linaumba upya. Amen. Linaumba maisha yako upya. Linaumba biashara yako upya. Linaumba mawazo yako upya. Yakiwa yalikuwa ya kulekaleka, anaelekeza yaumbike upya ili umtukuse Yesu. Walipopata hii samaki, Petro alirudi na kumshukuru Yesu. Petro alikuja na kusema hakika wewe ni Mungu na nitakutumikia. Amen. Haleluya. Wakawa usiku wote wamekaa katika bahari, lakini hawakupata chochote. Labda kutoka Januari mpaka saa hii hakuna kitu umepata kwa biashara yako. But God says, take another step again. Go there again. God is doing a miracle. He's multiplying. Our God is a God of multiplication. He's multiplying in Jesus' mighty name. Hallelujah. God is multiplying. Petro alikuwa ameshushwa moyo. Petro alikuwa amekosa tumaini. Petro alikuwa sasa watoto wangu watakula nini? Petro alikuwa anaona sasa nimeshindwa. Lakini atukuzwe huyu Mungu Yesu alipokuja. Yesu alipoingia ndani ya maisha yako, usihangaika, anasema vile nilikuita nitakuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Unaweza pitia mapito hayo kutoka Januari mpaka sasa imepitia mapito, lakini bado Mungu yuko pamoja naye. Is the Lord who works the 11th hour. He does a great of multiplication, a great miracle for you. Be patient and wait to see the salvation of the Lord. Never give up. Amen. Last Sunday nilibarikiwa na Peter, my son. Never give up. Amen. Hallelujah. Job angekiva hapo bila mke wake alimwambia laani bibi yake, hangerekeshewa. Wapendwa, kuna mapito unaweza kupitia. Vile Peter walipitia usiku kucha, usiku kwa maji baridi zote ziliwapiga, lakini kwa jina la Yesu, vile kwa neno la Yesu, anasema kwa neno lako Yesu, I will go. Kwa neno la Mungu nakwambia usikiva. Take another step. You will see the salvation of the Lord. Amen. Peter wakawa walibarikiwa mpaka wakaita wenzako. Wacha Mungu akubariki mpaka ukawa wengine. Amen. Hallelujah. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina nguvu. Huo ndio ujumbe wangu. Neno la Mungu lina nguvu. Maana liliumba na linaweza kukuumba ukabadilika. Paka wakashangaa wakaangalia, is this so and so tulikuwa tunamjua. Amen. Hata wale wenzao waliokuwa walikiitwa walishangaa, maana pia wale walikuwa kwa maji na walitoka bure. Lakini walipoitwa njooni walishangaa. Amen. Wacha tusome pale mbele. Number 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their nets was breaking. Amen. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled with the boats. So they began to sink. Yani samaki zilijaa paka washabu zinaanza kusinki. Amen. Wacha Mungu aachilie baraka paka uanze kusinki. Uite msaada wa wengine ya kwamba kama
Barikiwa tu na ushuhuda wa mama Elizabeth. Amen. Hallelujah. Come and celebrate. Waliwaita, njoni tusaidiane, na walifurahia wote. Amen. Usiwe nini wakati Mungu amemultiply you. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Peter akaona kweli huyu ni Mungu. Mimi kwa mawazo yangu nilikuwa ninaona sitaweza, lakini hakika ni Mungu. Ameonekana. Tumekuwa usiku kucha kwa hii maji, lakini kwa neno lake ona tumepata multiplication. Tumepata multiplication of fish. Paka tumekaa wenzetu. Hakika kwa mawazo yetu wanadamu tunaweza linganisha. Mungu anasema mawazo yetu na yake ni tofauti. Mawazo ya Mungu ni tofauti. Peter alikuwa anawaza nile usiku nimefanya kazi, nimeshindwa, lakini atukuzwe Mungu alimpa ufunuo mara moja, akasema kwa neno lako Yesu nitachukua hatua. Wacha asubuhi ya leo uchukue hatua. Pale ulikuwa umekwamia, chukua hatua umuone Mungu akitenda. Pale ulikuwa umesakama, chukua hatua umuone Mungu akitenda. Amen. He's ever faithful. Hallelujah. Let's go to Joel 2:25. The book of Joel. Chapter 2, verse 25. Hapa ni Mungu mwenyewe anasema. Amen. The Bible says, verse 5, Joel, the book of Joel, chapter 2, verse 5. "So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you." Amen. Hapa ni Mungu mwenyewe anaongea kwetu sisi. Hapa ni kukasa tu mkaso vile Peter walikuwa wamekiva. Lakini kama mwanadamu, labda ndani ya maisha yako, kutoka Januari mpaka saa hii, kuna madumada ambayo umekula. Kuna wale nsika ambao wamekula vitu vyako. Ndani ya ndoa yako labda kuna wale nsika ambao wamekukula. Kwa biashara yako kuna nsika ambao wamekukula. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu atarekesha. Kuwa na imani ndani ya Kristo Yesu, yeye anarekesha, yeye anarudisha. Kile kililiwa na nsike, yeye anakirudisha. Kile kilichoharibiwa, yeye anakijenga upya. Maana kwa neno lake anajenga upya. Wacha ajenge nyumba yako upya. Wacha ajenge ndoa yako upya. Wacha ajenge biashara yako upya. Wacha ajenge elimu ya watoto wako upya. Wacha ajenge tabia ya watoto wako upya. Maana neno lake linaumba. Hallelujah. That Samaritan, that woman at a well with Jesus, alikuwa kahaba, lakini neno la Mungu Yesu alipomhubiriwa, alimuumba upya akawa mwinjilisti. Kasema njoni muone yule alikuwa amechua tabia yako mpaka vile nilivyo sahi. Mungu anaumba ndani yako tabia njema. Mungu anaumba ndani yako mwenendo mpya. Mungu anaumba ndani yako heshima. Mungu anaumba ndani yako tabasamu. Kama ulikuwa una tabasamu, neno lake linapokuja anaumba upya. Anaondoa uoga, anaondoa kuchekelewa, anakupa heshima. Haleluya. Neno la Mungu lina nguvu. Haleluya. Ndiposa anasema nilituma neno likapate kutuponya. Yeye anatuma neno likapate kutuponya in that situation you are. He's sending his word, and this is the word that he's going to restore. You have been struggling from January to this point. Na unasema mama Jane unaongea nini? God is faithful. He's going to restore. He's going to restore your health. He's going to restore whatever the locust ate. Anaenda kurudisha. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. This year was a year of double. This year we had a plan that we raise money for the project. God is going to restore. Amen. Hatuoni kushindwa sisi ni zaidi ya washindi. Hatuangalii shida ambazo tuko nazo. Hatuangalii hali vile corona imeshusha uchumi. Tunaangalia kwamba Mungu wetu anatufanya sisi kuwa zaidi ya washindi. We are more than conquerors in Jesus mighty name. And the project shall be, itaonekana hapa katika jina la Yesu. Project itajidhihirisha katika jina la Yesu at his road appointed time, and we shall glorify the name of the Lord. Hallelujah. Neno la Mungu ni la nguvu. Amen. Neno lake linabadilisha unapolikubali. Neno lake linaumba unapolikubali. Neno lake linakuunda unapolikubali. Amen. Just likubali. Amen. Iwe sehemu yako na utaona vile Mungu anajitukuza maishani mwake. Amen. Proverbs 24:16. Proverbs 24:16. Kwa Kiswahili kama amefika pale nisomeni. The word of God is powerful. Proverbs 24:16. Hakuna mtu wa Kiswahili. Itasoma, "Parashas man may fall 7 times and rise again." Nitapakia tu pale. Unasoma mpaka mwisho, but my main word iko, "Parashas man may fall 7 times and rise again." Peter walikuwa wameshindwa hiyo usiku yote, na hata siku zingine walikuwa wakishindwa, but when Jesus came with the word, lilileta mabadiliko, lilileta wakasimama wakashangilia, lilirudisha furaha yao, lilirudisha ushindi. Wewe kama mwenye haki asubuhi ya leo, nataka kukutia moyo. Kuna labda sehemu yako ya kazi imeharibika. Kuna labda huduma yako naiona haiendi sivyo, lakini Mungu anasema he's raising you up. Amen. Masomo ya watoto wetu sasa wamesimama, but God is promising us this day that he's raising us up. Hallelujah. Biashara yako labda imetitimia, but this morning the Lord is promising us, he's raising us up. Just believe and you will see God working. Just believe. Sometimes unaona mwanadamu, unaona hapa kunawezekana. Just believe and say, God, you have said your word, I believe it with my whole heart, you are going to do. Na umwachie Mungu anatenda. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Maana anasema ya kwamba tunaanguka mara 7 lakini anatuamsha tena. Mwenye haki anaamshwa mara tena. Wacha uamshwe mara tena. Kwa kazi yako wacha uamshwe mara tena. Kwa huduma yako wacha uamshwe mara tena. Kwa ministry yako wacha uamshwe mara tena. Wacha uamshwe tena. Kwa ndoa yako wacha uamshwe, uwe na furaha katika jina la Yesu Kristo. Tumwambie nini huyu Mungu mwenye anatuamsha tena? Mara nyingi tunaanguka, lakini anasema mara 7 mwenye haki huanguka, but he raises. Amen. Amen. Wacha Mungu atuamshe tena. Wacha Mungu atusimamishe tena. Wacha simamishe huduma zetu. Wacha simamishe ndoa zetu. Wacha simamishe kazi ya mikono yetu. Wacha simamishe elimu ya watoto wetu tena katika jina la Yesu. Maana corona inasema ya kwamba hawajui kama Januari hawajui, but God knows. It's the Alpha and Omega. Alijua kwamba corona will be there. He knows the end of corona. Our children shall rise and go to school. We shall forget this corona thing and we shall glorify God. Amen. We shall forget everything that we have been undergoing. We shall glorify the living God. Hallelujah. Amen. Is the Alpha
Alpha and Omega. Amen. Alijua ya kwamba tutapitia hali kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alijua korona itakuja, lakini anasema atatuamsha tena. Tutamtukuza yeye, maana yeye tu anastahili utukufu. Yeye tu anataka utukufu wote umrudie. Amen. Hallelujah. Revelation 21:6. Pale tuni pale John 1. There is power in the word of God. There is power in the word of God. Revelation 21. And he said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give of the foundation of the water of life freely to him who thirsts. Nimetaka tu tujifundishe ya kwamba yeye ndiyo Alpha na Omega. Hali ambayo Peter walipitia, hawakujua ya kwamba samaki tena wakirudisha nyafu watapata. Lakini kwa sababu Yesu ni Alpha na Omega, alijua kawaambia nendeni, na wakati hilo neno walipata kufaulu. Walipata samaki, wakakawa wengine. Kwa hivyo hali labda wewe mwenzangu au mimi tumepitia hali kutoka Januari mwaka huu mpaka runinga radio zimetangaza ya kwamba uchumi umesoroteka, lakini kwa jina la Yesu akiwa Alpha na Omega alijua this situation will come. He understands the end. He's the only God who knows the end of the world. Hallelujah. Alijua kuna mapito ambayo umepitia, kama vile Paulo vile Peter walipitia usiku kucha. Lakini asubuhi ya leo nakutia moyo ya kwamba yeye aliye mwanzo tena mwisho anaku-raise up. Is raising you up. Is giving you peace. If we have not been having peace since January to this moment, come out of this place with the peace of God, because it gives peace that surpasses man's mind. Nenda na hiyo imani, na amani ya Bwana itawale moyo wako, ukijua kwamba ile shida is finishing. Hiyo shida inaisha. Na unapokea kitu kipya, maana neno lake linaumba. Unapokea kitu kipya, unapokea maisha mapya, unapokea biashara mpya, unapokea msingi mpya katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Never give up. The word of God is powerful. Amen. Because through this word everything was created. What do you want this morning God to do for you? He's ready. Anasema just ask and believe, you will receive. Just ask in Jesus' name, and whatever you ask, believe, you will receive. Hallelujah. Job akasema hata mtu utakapokatwa uchipuka tena. Hallelujah. Labda ndani ya maisha yako kuna mtu umekatwa. Labda pale pa kazi pameharibiwa. Labda kazi ulisimamishwa. Huna mbele wala nyuma. Na kutia moyo kupitia kwa neno la Mungu ambalo lina nguvu, kupitia kwa neno la Mungu ambalo linaumba upya. Utoke hapa na tumaini ya kwamba hata kama kazi ninakosa, nilisimamishwa, lakini napata kazi mpya katika jina la Yesu. Hata kama katika ndoa nimekaa miaka fulani sijapata mtoto, lakini sasa Mungu ananiumbia mtoto katika jina la Yesu. Hata kama ndoa yangu ilikuwa ya kufutana, lakini sasa Mungu unaleta amani, mapatano katika ndoa yangu katika jina la Yesu. Hata kama watoto wangu walikuwa wapata waelewe shuleni vizuri, lakini sasa Mungu unaumba upya, maana neno lako linaumba. Haleluya. Linaumba akili njema. Watoto wangu wanafaulu katika jina la Yesu. Watoto wangu hawatakuwa wajinga. Wacha neno lako liumbe akili safi, intelligence in their understanding. My children shall prosper, shall learn and pass in Jesus mighty name. Kazi ya mikono yangu Mungu unaenda kuiamusha
inaenda kukua na prosper in Jesus mighty name. Amen. Simama tu kwa miguu yako, mwambie Mungu, nisimamishe tena hata kama nilikuwa nimekatwa, lakini vile ulisema kwa neno lako, pita wakati walienda wakapata multiplication. Wacha na mimi Mungu nipate multiplication. Wacha na mimi Mungu jamii yangu ipate multiplication. Kwa neno lako Mungu ninaenda kuchukua hatua. Kwa neno lako Mungu ninaenda kuchukua hatua ya imani. Nione wokovu wako Jehova. Asubuhi leo tunakuinulia mikono tukisema Baba, neno lako ni la nguvu, linaumba upya. Wacha liumbe maisha mapya. Wacha liumbe mwenendo mpya. Wacha liumbe tabia mpya. Wacha liumbe msingi mpya ndani ya maisha ya watu wako Jehova. Uinuliwe na ubarikiwe, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini.